Inaonekana kama upo kinyonge wakati jana umemkanda mtu goli 6. Sisi sasa hivi furaha tushazizoea, tutapiga kelele mara ngapi? Sisi tuna timu bora mchini, lakini bado tunakuwa tuna furaha. Tushakuwa mazoea kwetu sasa hivi. Timu kubwa, ushindi mkubwa, furaha kubwa. Kwa hiyo tumepiga furaha jioni. Tunamalizia mechi ya Azamu na wao kimwakuta kichwakuta. Azamu milimwaga na wao. Kalimwaga ndo mapema tu mwaka huu. Sasa tumegea Azamu akawa itakuwa timu ya ushindani. Ina mwalimu mkubwa, tukajua labda timu ambayo itakuja kuonyesha ushindani ashika nafasi ya pili. Makolo ni nafasi ya 3. Lakini mwisho wa siku Azamu nao wanachechemea. Msimu mmoja, sare 4, ushindi sijui mechi ngapi. Unaona timu ambayo yani mimi binafsi yangu amenichosha. Sababu nitemegea Azamu mwaka huu akae nafasi ya pili. Simba akacheza shirikisho. Tena wana kocha mkubwa kabisa. Kocha mkubwa sana, wana kocha mkubwa na wachezaji wakubwa. Lakini mwisho wa siku Fountain Gate wamekaza nganga wameambulia alama moja. Ukiangalia hesabu ya Azamu kwenye michezo yao, nadhani sio michezo 8, sio 7 ile, michezo 7 Azamu. Sare 4 mshindi 3. Kweli timu kubwa kama ya Azamu. Lakini mwisho wa siku sisi kwetu tunaangalia, lakini nilikuwa natamani kwa Azamu mwaka ushike nafasi ya pili. Makolo akacheza shirikisho huko. Mbona kwa mwenendo wa Makolo ndugu zako, kwa mwenendo wa Simba jinsi wanavyoenda, unaona hata hiyo nafasi ya 3 yenyewe ya shirikisho unayozungumzia, unaona akikamata? Unajua shida kubwa mchi wetu, timu nyingi hazishindani kutaka nafasi za juu. Timu nyingi zinapambana zishuke daraja, lakini na imani kama ingekuwa inacheza kwenye quality ambayo inatakiwa kutaka nafasi 2 za juu, ya kwanza na ya 3. Hawa wapinzani waliokuwepo sasa hivi 2 na 3 wamekana dhaifu sana. Sababu namba 1 utake ustake ndio Yanga Afrika. Wewe mwenyewe umeona boli ilipotembea jana, mtu kachukua chuma 4, afu timu sio ya kitoto ile. Mashujaa timu ngumu. Lakini mwisho wa siku Yanga Afrika tumechanga kata zetu vizuri, tumwapa chuma 6, tunamsubiri anaokuja tunampiga 8. Maana timu inaonekana sasa hivi kila mchezaji ana hamu ya kufunga. Wala tutemegea nini? Tuna quality kubwa bwana. Unasema kocha wenu jana amepanga kikosi cha kwenda kucheza na Ahali wakati kumbe anaenda kucheza na Mashujaa. Mimi nadhani Yanga Afrika sasa hivi ndio wakati ambao tunaiangalia sisi mechi kubwa ipo klabu bingwa. Hizi timu za nyumbani hizi ndogo ndogo zitusamee tu. Hatuna namna kwa sababu wachezaji tuliokuwa nao ndo wale na wachezaji wanataka matokeo. Kweli tusamee tu. Echo kwa kukuta Mashujaa, Mwenyezi Mungu atuweke tuangalie mwezi wa 3 mtana bila kupita mbele na chonkuta atakijua mwenyewe. Kama akisema akija kujilegeza laka la 7 8. Sababu si mchezo ule, moto wa jana si mchezo. Yaani waliokuwa nje na waliokuwa ndani inakuwa ni timu ya hatari, kwa sababu ukiangalia wachezaji walioanza, wachezaji waliokuwa nje, yaani timu inakutisha. Sasa ukiangalia Yanga kwa staili ambayo viongozi wameandaa timu kubwa kama ile kwa ligi ya NBC, tutafutia shida tu. Tutafanyia kitu kimoja kibaya sana. Ukiangalia Yanga Afrika kwa timu kama ile, dude kubwa kama lile. Hoja tuone viongozi wetu wametuandalia nini mwaka huu. Inaitwa PDD. Sio PDD, ule moto. Yaani ile timu ni ya moto. Pacome, Dube, Depu. Anatoka Maxi anaingia Mudasiri haya. Unaona hatari hiyo Umeona hiyo hatari Yaani wewe angalia hiyo timu ambayo inavyotengezwa. Umeelewa Katoka nani kaingia katoka nani yule pale kwenye sababu ambaye Dube akaja kucheza kushoto alikuwa nani? Pacome todo. Pacome na mwenzake wanaingia pamoja. Umeona? Asa Yanga watu wote tarajia moja kwa moja tulijua Prince Dube mwana mfalme anakwenda nje. Kumbe mwalimu kama mimi nakuhitaji kwenye timu. Nenda katokee winga kushoto. Kilichotokea umeona mwenye timu ilivyocheza kwenye bora mkubwa. Sisi tuna timu bora nchi hii. Yaani utake usaka sisi tuna timu bora. Kwa hiyo timu hizi za MBC hizi tutazifunga sana. Watu wamesahau kama kuna Clement Nziza nje, kuna Diala golini, pia Ibrahim Baka hayupo uwanjani. Hapo kuna Ofem Chikola pamoja na Edmund John hawaonekani. Bado fullback ya kulia ambaye amecheza msimu mzima kwenye ubora mkubwa. Hizi Patrick Kimwenda. Yaani unakuta timu ambayo ni ya moto. Moto wenyewe maji yake sija bichemshwa na kuka, sija na pasi ya umeme. Yaani ni hatari, ni timu ambayo sisi wenyewe na Yanga sasa hivi MBC tukienda tutashinda ngapi, lakini sio kwamba kuna timu itatuzuia nchi. Sidhani katika timu hizi ndogo ndogo. Labda hawa ambao wanauma meno na timu kubwa akaja na timu ndogo wanacheza mpira wa kawaida. Nadhani kidogo ndo wao, kwa sababu waga wanajitoa sana kwenye mechi ambayo wanacheza na Yanga Afrika. Wenda akaja kutusumbua akapunguza kipigo. Mimi naona tunawafunga ila sio kipigo kikubwa. Inaonesha ni wazi Yanga wamejipanga kwenye viungo, maana ni timu ambayo imesheheni viungo pale kati ya dimba. Mimi nadhani Yanga Afrika sasa tuipime klabu bingwa barani Afrika. Lakini tukiipima hapa ndani ni timu ambayo inajishindanisha yenyewe. Ya msimu huu na msimu ule
ya mechi ya leo na mechi ya jana, lakini ukiwazungumzia wapinzani unakuta ni timu hizo ambazo zote ni za kawaida. Yanga ishakata wigo wake ambao wanaitumika kwenye level hii. Yanga kuna level ambayo tushakaa kwenye ligi ya Tanzania, haipaswi kuzungumzwa. Kila mmoja anakubali, wachambuzi ambao walikuwa wanabisha wamekubali, mashabiki wa watani wenyewe wamekubali. Kwa hiyo sisi tunakula ndizi tunakuta nyama ziko chini. Mpinzani wenu anasumbua ana sare na Mtibwa Sugar, Simba akiwa nyumbani kwake uwanja wa Meja Isamuhyo. Mimi nazungumzia mpinzani ambaye alikuwa anamwangalia moja kwa moja, namzungumzia Azam FC. Simba sisi sio mpinzani wetu tena, kwa sababu ni timu ambayo ishapoteza focus. Yaani haieleweki kama timu sasa hivi nazungumzia kumrudisha Mwamba Lusaka ambao walisema kwamba wao Yanga ndio sehemu ya kustafia wachezaji. Hasa kama wanamrudisha maana yake nini? Na ndio maana hata kwenye dili lake aliwawekea kipengele kama nyinyi mliniambia mimi mzee, Amidai mimi ashaniambia Chiba, inakuaje rudi Simba? Akasema yule achana naye yule msemaji, sisi viongozi njoo tufanye kazi. Na wao wachezaji wakiondoka kwenye timu tusiwe na lugha za kuwakejeli. Sababu tunawakejeli, mwisho wa siku tunakwama, wanarudi kwetu, mwisho wa siku tunashinda tutememe mate wapi tufikie wapi? Ndio aibu ambayo inakuwa kuta sasa hivi Simba Sports. Wamemtambulisha Clement Kibabage. Kibabage si wamechukua wao, Simba tunalijua hilo. Lakini mwisho wa siku Yanga sio kwa mchezaji mbaya, tulimwacha kutokana na nafasi. Yanga ilikuwa tunachokihitaji sisi hatukipati kwake. Tukao ni wakati ambao anatoa challenge nyingine, amejitafuta. Simba ameona kwa atawasaidia, sio mbaya kwa sababu sisi wetu wa Tanzania, wewe tumeona kaonesha bora ambao walikuwa nao, kama atawasaidia basi sio shida, sababu ni Tanzania mwenzetu. Wanafanya sajili za maana. Sajili za maana, wale timu ishakwama ile. Kama unafikiria timu imenyumbwa na mfikiria mchezaji ambaye alifanya makubwa zamani kumrudisha, maana yake timu ambayo inarudi nyuma. Mimi kwa Temegea baada ya Chama pale kukata, aende kwenye mchezaji mwingine ambaye ana kaliba ya Chama kupita Chama. Hivi sisi utuambie sasa hivi tuanze kuzungumza mchezaji ambaye tunajua moyo wote tulimwacha katika na kama yani sisi Yanga sasa tumkumbuke Bangala. Hata kama alitusaidia lakini sio wakati wake tena. Tumkumbuke Juma Shabani, sio wakati wake tena. Huu ni wakati wachezaji wengine kuja kutufanyia ubora ambapo hapa tulipo tumuche katika nchi ya ahadi. Sisi tunaangalia klabu bingwa. Na sisi klabu bingwa tuwaambie tu ndugu watangazaji. Sisi klabu bingwa tuiangalie robo finali. Sababu basi tutacheza. Sisi tunataka tutoke robo finali kwenda nusu finali na ndio mafanikio makubwa. Lakini ikiwa tunacheza kila siku tunafanya robo finali, itakuwa inaendelea tabaki kwa mwaka robo. Sisi tucheze mechi kubwa, tuingie kwenye mashindano makubwa, tukapiga hatua kubwa. Nadhani hatua yetu kubwa ambayo tutaiona sisi Yanga Afrika tumepiga hatua ni kucheza nusu finali, basi Mwenyezi Mungu akajalia kwenda finali, basi itakuwa inshallah. Kwa quality ya Yanga iliyokuwa nayo ni wazi inaonyesha kabisa wamejipanga kwa ajili ya finali ya CAF Champions League. Kwa mtazamo wa viongozi unaona kwamba wametengeneza timu ambayo yenye ushindani klabu bingwa. Yenye ushindani klabu bingwa. Na kuzunguka klabu bingwa tupo kwenye hatua za 16 bora. 16 bora tutafika robo finali. Tukifika robo finali tunajua tutachangata zetu vipi twende nusu finali. Ukifika nusu finali, ukaenda finali na kule hakuna mwenyewe. Inaweza katokea jambo lolote, Mwenyezi Mungu akajalia tukanyanyua kwa hapa. Sana. Kwa sababu ukiangalia katika timu ambazo sasa hivi tunacheza nazo, Al Ahad tunacheza tarehe 23, tunakwenda kuuma meno kwao. Huku kuna kule tukiambia hapa alama moja sio mbaya. Tukija New Amani Complex tunakuja kufanya dili letu pale kubwa, tunachukua alama 3. Sisi robo finali tunakwenda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa ile kundi lilivyo mpaka sasa hivi tukipambana tunakwenda robo finali bila shida yoyote. Bwana, shukrani sana. Asante sana.